Kwa jina la Baba na la Roho Mtakatifu, amina. Tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Ndugu zangu katika Kristo, karibuni katika tafakari, na leo ikiwa ni siku ya Ijumaa Kuu, siku alipoteswa Bwana wetu Yesu Kristo mpaka kufa. Na siku hii ya leo kanisa zima ulimwenguni haliazimishi misa, bali inazimishwa ibada, na sakramenti zote hazitolewi isipokuwa mpako wa wagonjwa. Katika tafakari ya leo tutaona kwa kina kukamatwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kuhukumiwa, kupigwa na kusulubiwa mpaka kifo chake. Leo siku ya Ijumaa Kuu tunakumbuka mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na kwanza kabisa tutaona Yesu alivyokamatwa, tukikumbuka kuwa Yuda Iskarioti alimsaliti Bwana wetu Yesu Kristo kwa vipande 30 vya fedha tu. Leo Bwana wetu Yesu Kristo anakamatwa na kupelekwa mbele ya Pilato na kuhukumiwa afe. Siku hii ya leo Bwana wetu Yesu Kristo anatuonesha ni kwa namna gani Petro alimkana, kama alivyokwisha sema kuwa Petro atamkana mara 3 kabla ya jogoo kuwika. Na siku ya leo Bwana wetu Yesu Kristo anadhihirisha hilo pale Petro anapomkana mara 3 kabla ya jogoo kuwika. Hii inatufundisha kuwa hata sisi katika maisha yetu tunamkana Kristo, tunakataa kumshuhudia Kristo kwa watu. Ni mifano mingi inaweza kutolewa ni kwa namna gani tunamkana Bwana wetu Yesu Kristo na tunashindwa kumshuhudia kwa watu. Mfano mzuri ni pale mtu anapoenda kula chakula hotelini au mgawani. Walio wengi wanashindwa kumshuhudia Yesu Kristo wakiwa katika migahawa na hoteli hizo kwa kufanya ishara ya msalaba, kuombea chakula. Wanashindwa kufanya hivyo kuogopa macho ya watu, kuwa wataulizwa au watajulikana kuwa ni Wakristo. Basi Bwana wetu Yesu Kristo anatualika siku hii ya leo tukamshuhudie kwa watu, tusimkane kama Petro alivyomkana mara 3. Na vile vile tunaona baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kufariki, Nikodemu aliyekuwa mwanafunzi wake alikuwa akijificha, hakutaka kuonekana